Yesu asifiwe, mtazamaji wa Jiko TV. Hapa ndipo Mahango Usangu tumefika kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo, kuja kumtangaza Yesu mahali ambapo watu wamekuja kwa ajili ya kusikiliza habari njema za Yesu. Yule ni mtumishi wa Bwana Mwinjilisti Joshua akikaribisha watu kwa ajili ya kuja kusikiliza habari njema za wokovu. Wengine wako kwenye mpira, wengine wako kwenye maziki. Hii yote ni katika Tanzania. Mungu wetu anaishi, Mungu wa faraja. Basi wakati uchache watu wa wale hapa kila leo ambaye anatuanzia wema siku ya leo, ambaye ameachilia kibali kwa ajili ya wakati ili tuweze kutoisha, ili tuendelee kusikia habari njema za wokovu. Huyu Yesu ambaye siku ya leo tena amependa tuweze kuleta habari njema, habari hizi za kupokea na kumwamini Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba zipo siku ambazo tumepewa katika maisha yetu za kuishi, lakini hapo nyakati ambazo tumepewa ambazo atakuja kutolea hesabu kwa kile alichokitenda katika ulimwengu wa siku ya leo. Basi tunapoteza wakati naenda kumwomba Mungu kwa ajili ya kuanza, kwa ajili ya kuweza tuweze kuzisikiliza habari njema za huyu Yesu Kristo ambaye makusudi la watu wote waweze kusikia habari njema za huyu Yesu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru wewe Bwana ambaye unatujalia neema na kibali leo hii ili watu waweze kuokolewa, ili watu waweze kupokea, ili watu waweze kusikia habari njema na kuweza kuwasaidia na kuweza kuwatetea na kuweza kuwafungua. Maana wewe Yesu ulikuja ili kufungua watu, kuwaweka hao waliofungwa. Leo Bwana ambaye leo umetuvia zetu ili tuweze kunena habari njema na kwamba Yesu Kristo hapo ambaye unaweza kuokoa, hapo ambaye unaweza kuwatoa watu katika vifungo mbalimbali. Bwana, tunakutukuza wewe, tunaomba uwepo na neema yako ipate kutuhudumia leo katika jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru. Basi watumishi, siku leo tumekuja na maneno ya Mungu kwamba Yesu Kristo yuko hai, anaweza kutukomboa, kutuweka huru katika vifungo mbalimbali. Haitoshi tu kusikia, bali napaswa kuchukua hatua ya kuweza kumwamini huyo Yesu Kristo. Siku hizi habari ambazo Yesu Kristo ameleta leo mahali hapa ni kwa habari ya kumwamini yeye tu peke yake. Tunatumaini katika
maisha yetu ya sasa, lakini hapo maisha mengine ambayo Bwana anasema ya kwamba atakuja kuyatengeneza kwa ajili ya watu waliomwamini, na yeye tayari ameshachukua ule mzigo ambao ulikuwa ukimnyanyasa mwanadamu. Yesu Kristo ameweza kuondoa huo. Yesu Kristo ameweza kubadilisha mwanadamu alipokuwa katika mateso. Yesu akaimaliza yale mateso. Sasa ni wakati wa kuweza kumwamini huyu Yesu Kristo. Neno ambalo linasema kwamba amwaminie yeye hatahukumiwa, bali asiyemwamini yeye huwa anahukumiwa. Ndio hivyo ambavyo tunaishi wanadamu siku leo. Yapo maisha baada ya haya ambayo tunaishi leo. Lazima tutambue ya kwamba yuko Yesu Kristo, yule Mungu aliyetuleta katika ulimwengu, ndiye yule ambaye atakuja kuondoa, ambaye atakurudi kwa ajili ya kuchukua walio wake. Ni wakati sasa umefika wa kuweza kumwamini huyu Yesu na kumpokea na kumkubali katika maisha ya baadaye, uweze kuishi katika maisha ya umilele. Neno la Mungu linaniambia kwamba katika kitabu cha Mathayo 28:11 ya kwamba njooni kwangu nami nitawapumzisha. Yesu Kristo anasema njoo kwangu unayesumbuka na kulemewa na mizigo, kwa sababu yeye alishamaliza shida zote za wanadamu. Leo hii yako magonjwa mbalimbali yanayoshindikana kwa wanadamu, yako mambo makubwa yanayoshindikana katika maisha ya wanadamu. Yesu Kristo leo anasema ya kwamba haya yameshapita, na wakati wa kwanza kumwamini yeye ili aweze kuyaondoa hayo. Katika ulimwengu wa leo yuko adui ambaye ananyanyasa watu, yuko shetani ambaye amewafunga watu katika vifungo mbalimbali, lakini Yesu Kristo anachotaka ni kuweza kumwamini yeye ili aweze kubadilisha katika hiyo hali, ili aweze kukutoa katika hiyo hali, akupeleke katika ule ulimwengu wa milele, akupeleke katika hali ya uzima, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba asiyemwamini yeye inaniambia kwamba mwanadamu kumejua kufa mara moja na baada ya kufa. Kwa hiyo Yesu anachotaka kwa sasa ni mwanadamu aweze kumwamini yeye. Yesu anachotaka ni mwanadamu aweze kumgeukia yeye, aweze kubadilisha maisha yake kutoka katika dhambi kuingia katika neema. Ndio maana Bwana leo ametutuma ili tuweze kunena na watu wa mahali hapa, tuweze kuambia habari njema za ufalme, ya kwamba yuko Yesu anaweza kufungua mwanadamu katika matatizo yake. Yuko Yesu ambaye amesema kwamba wakati ule mwisho unapokuja anakuja kuondoa wanadamu, anakuja kuleta hukumu. Kwa sasa Yesu anasubiri tuweze kumwamini. Yesu anatamani tuweze kusikia habari zake njema hizi. Haleluya. Watu wa mahali hapa, yuko Yesu anaweza kukubadilishia maisha yako kutoka katika mateso, kutoka katika vifungo, ile asili ya dhambi. Dhambi inaua, dhambi inatesa. Lazima ujue kwamba yuko tumaini katika maisha haya sasa hivi. Ukimwamini Yesu Kristo unawekwa huru, wewe na familia yako. Hakuna mwenye tena ya adui. Adui yuko kwa ajili ya kutesa watu, lakini wanaomwamini yeye Yesu wanawekwa salama. Wamesifiwe. Yesu amekuja kukuweka salama, sio kupata mateso. Iko hivi watu tunaishi tu pasipo kusudi lolote, kwa sababu bado hatujamwamini huyu Yesu. Nataka nikwambie, mwanadamu katika maisha yake ipo kusudi ambalo Bwana amemwekea, ipo kusudi ambalo unaishi katika hilo. Hata kama hivi leo hatujui ya kwamba kuna Mungu, lazima tutambue ya kwamba yuko Mungu. Jambo mauti iko jiani kwa ajili ya wale tuna maovu ambao bado hajamwamini Yesu Kristo. Lazima tuwe tunafikiria anaenda kuongea yule mtu anapoondoka katika ulimwengu huu. Neno la Mungu linaniambia kwamba upo ulimwengu mwingine ambao anakwenda kwa ajili ya kupata ule usila wake, ili kupata ile ambalo watu wamejenga duniani, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba kama ulipanda mema utavuna mema, kama ulitenda mabaya utapata mahukumu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tusiweze kuhukumiwa, ni lazima tumwamini Yesu. Ili tuweze kukombolewa katika nguvu za giza, lazima tumwamini Yesu. Ili tusinyanyaswe na magonjwa, lazima tumwamini Yesu. Ili tuweze kukombolewa kuepukana na ile njia, lazima tumwamini Yesu Kristo.
Basi siona maneno mengi sana. Umeteseka pekee yako mama au baba, kijana umeteseka sana. Hivi navyorudi hivi ndio atapona, atapokea uzima wa milele. Leo ndio wakati wa kuweza kumwamini Yesu. Wewe ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo ndio siku yako ya kuweza kumwamini Yesu Kristo. Maana Yesu anasema neno lake huwa haliendi bure. Lazima kuna mtu atakuwa amekusikia mahali hapa. Leo ndio siku ya kumwamini Yesu, kwa sababu hatujui siku yetu, hatujui kesho yetu. Hakuna anayejua ataishi lini katika hii dunia. Ni wakati wa kuweza kumwamini Yesu ili tuweze kuwa salama. Ni wakati wa kuweza kumwamini Yesu ili tusiwe na hukumu katika ndoa yetu. Ndio tunaishi pengine tunaishi katika maisha ya dhambi bila kujua. Sasa ni wakati neno limefika kuweza kutambua ili uweze kukombolewa kutoka katika hizo shida ulizonazo. Kama bado hujamwamini Yesu na unatamani kumwamini Yesu, hii ndio nafasi sasa ya kuweza kumwamini Yesu Kristo, ambaye anatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Dhambi asili aweze kuwa salama katika maisha yake. Sasa hii ndio nafasi yako. Kwa kila mmoja ambaye atakuwa na hitaji ili aweze kuelewa zaidi kwa ajili ya habari za Yesu Kristo ambaye basi naenda kuomba wewe ambaye unajisikia ndani ya moyo wako, wewe ambaye unajisikia kuteseka na pengine katika dhambi au vifungo mbalimbali umefungwa na shetani ambaye unasumbuliwa sana na adui usiku wa ulali, na unataka kupambana kufunguliwa, unaweza ukasogea hapa au unyoshe mkono wako hapo ulipo ili Yesu aweze kukuponya hiyo shida yako. Tamaa ya maisha ni wakati wako sasa. Leo unaenda kufunguliwa kwa yule ambaye anafunguliwa, kupokea mahali hapa. Yesu Kristo yuko kwa ajili ya kukutetea, kwa ajili ya kusaidia. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ndiye uliyetuleta mahali hapa kwa kusudi lako, ili watu wako waweze kusikia habari njema za ufalme wako. Na Bwana wamepata kusikia, lakini pia Bwana na wakabidhi mbele zako. Naomba neema yako na maneno haya yazidi kunena na kusikika katika kazi zao. Bwana wasaidie katika kazi zao kwa jina la Yesu. Naomba kila adui yule mwovu na yule kwa jina la Yesu Kristo.